Uhifadhi. Hifadhi ya Taifa Ziwa Manyara. Hifadhi ya Taifa Ziwa Manyara ni hifadhi iliyo maarufu sana nchini kwa simba wanaopanda juu ya miti. Ni hifadhi kongwe yenye ukubwa wa takribani kilomita za mraba 325 na umbali wa kilomita 126 kutoka Arusha. Hifadhi hiyo iko katika mkoa wa Arusha na mkoa wa Manyara, lakini mikoa hiyo miwili ya utawala haina mamlaka juu ya hifadhi hii, bali inasimamiwa na Mamlaka ya Hifadhi za Taifa Tanzania, TANAPA. Hifadhi ya Taifa Ziwa Manyara imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vyenye wanyama aina mbalimbali kama vile simba, chui, tembo, nyani, nyati na wengine wengi. Wanyama hawa wote wanahitaji uhifadhi endelevu ili waweze kuongezeka na mwisho tuweze kupata kuongeza pato la taifa kupitia viingilio vinavyotozwa hifadhini hapo kwa wageni na watalii mbalimbali. Mamlaka husika, yaani Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA, inaendeleza uhifadhi wa bayoanuai na mfumo wa ekolojia kupitia idara mbalimbali. Kitengo cha sayansi ya uhifadhi ni moja ya viungo muhimu vinavyohakikisha ubora wa wanyamapori na mazingira yao ndani ya hifadhi. Jukumu lake kubwa ni kushauri masuala yote ya uhifadhi yanayohusu hifadhi nzima, kufuatilia mienendo ya wanyama, kujua wanyama wako wapi na afya zao kwa ujumla. Uhifadhi wa wanyamapori unajumuisha taaluma mbalimbali. Kwa mfano, ufuatiliaji wa afya za wanyama ni swala mtambuka. Hivyo basi, kitengo cha sayansi ya uhifadhi hushirikiana na madaktari wa wanyamapori kwa kutoa taarifa za wanyama wadhaifu kwa madaktari, kufuatilia kwa ukaribu na kuhakikisha changamoto hizo za kiafya zinatatuliwa kwa kuweka mikakati ya kuzuia kusambaa kwa magonjwa na kuhakikisha ustawi wa mfumo wa ekolojia. Uchafuzi wa mazingira ni moja ya changamoto kubwa zinazokumba shughuli za uhifadhi duniani, ikiwemo Hifadhi ya Taifa Ziwa Manyara. Ziwa Manyara linapokea maji kutoka milima inayoizunguka. Kuna mito isiyopungua 9 ambayo hutiririsha maji yake kuelekea ziwani. Kwa bahati mbaya, kutokana na mito hii kukatiza kwenye makazi ya watu, imejikuta ikisafirisha takataka kutoka nje kuziingiza hifadhini na kuzimwaga ziwani, hali inayohatarisha ubora wa ziwa na hifadhi kwa wanyamapori na watumiaji wengine. Kwa kulitambua hilo, Mamlaka ya Hifadhi za Taifa Tanzania kupitia sera yake ya taka ndani taka nje
imefanikiwa kudhibiti uchafuzi wa mazingira ya hifadhi kwa kuwataka wageni wote wanaoingia hifadhini kuwajibika kwa kutoka na taka zao, huku kitengo cha sayansi na uhifadhi kikishirikiana na wadau wengine wakishughulikia kukusanya taka zote zinazoingizwa hifadhini kwa njia ya mito. Ubora na wingi wa maji katika hifadhi ni muhimu kwa viumbe hai na mazingira kwa ujumla. Ikumbukwe mito hii hupita katika maeneo mbalimbali, hivyo ni muhimu kujua hali ya ubora wake, kama ni salama kwa wanyama na viumbe vya majini vinavyotegemea maji hayo. Kitengo cha sayansi na uhifadhi kuhakikisha maji yana ubora na wingi wa kutosha kwa kufanya vipimo vya maji na kufuatilia mwenendo wake ili kuweka juhudi stahiki katika uhifadhi wa vyanzo vyake vya maji. pH ni 6.26.2.31. 6.32. TDS ni 58. Okay. Conductivity ni 105. Tunapenda kupima pia kina. Tuna kipimo cha kupimia kina, lakini chenyewe kinapima kina kirefu kuanzia zaidi ya sentimita 80. Kwa hiyo chini ya sentimita 80 tunapima tu kienyeji. Tunaweka kama hivi hapa. Sehemu ambayo nimepima maji kwenye kina cha hapa. Kwa hiyo tunapima mpaka hapa, tunajua kina cha maji. Tumepata hicho ndo kina cha maji sentimita 30. Sentimita 30. Kwa hiyo kina cha maji hapo tulipopima ni sentimita 30. Ingekuwa zaidi ya mita 1 tungetumia kifaa maalum chenye cha kidijitali, ukibonyeza tu inakupimia kina cha maji. Kwa kutumia vifaa maalum, wataalamu hupima hali ya uchumvi, yani salinity, kiwango cha utindikali, yani pH, na vipimo vingine vingi vinavyowezesha kutambua hali ya maji, huku sampuli za maji pia zikichukuliwa kwa ajili ya vipimo zaidi vya maabara. Moto ni chombo mojawapo cha uhifadhi. Kitengo cha sayansi ya uhifadhi huainisha maeneo yanayotakiwa kuchomwa na kusimamia zoezi hili lifanyike kwa ubora na umakini unaotakiwa. Lengo kubwa la kuchoma moto maeneo yaliyoainishwa hifadhini ni kupunguza athari za moto holela zinazoweza kutokea hasa wakati wa kiangazi, kuruhusu nyasi na majani mapya yenye virutubisho kuchipua ili kuongeza ubora wa malisho kwa wanyama. Moto pia husaidia kupunguza wadudu kama vile kupe na mbung'o ambao husumbua na kusababisha maumivu kwa wanyama na wageni wanaotembelea hifadhi. Kumbuka, ingawa moto ni rafiki, unaweza kuleta madhara makubwa usipotumika vyema.
Uhifadhi na tafiti ni shughuli zinazoenda sambamba. Tafiti hutambua tatizo na kutoa mapendekezo ya kukabiliana na tatizo, huku wahifadhi wakitumia taarifa zitokanazo na tafiti ili kuhakikisha uhifadhi endelevu. Taasisi ya Utafiti ya Wanyamapori Tanzania TAWIRI ni moja ya wadau wakubwa wa masuala ya uhifadhi wa wanyamapori nchini. Taasisi hii ya utafiti hushirikiana na wahifadhi katika shughuli mbalimbali kama vile kuhesabu wanyama, tafiti za magonjwa, tafiti za hali ya uoto na kushauri mbinu mbalimbali zinazoweza kutumika ili kuboresha uhifadhi. Mimea ni sehemu ya hifadhi hii. Ndani ya hifadhi ya taifa Ziwa Manyara kuna mimea ya aina mbili, yaani mimea rafiki kwa mazingira ya wanyama na mimea vamizi. Mimea vamizi ni mimea isiyo ya asili kwa mazingira, ambayo ina uwezo wa kuenea haraka na kushindana na mimea asili, hata kusababisha madhara kwa mazingira au afya ya viumbe vingine. Mara nyingi mimea hii huchukuliwa kutoka sehemu moja na kuletwa sehemu nyingine kwa makusudi au bahati mbaya, kupitia njia mbalimbali kama vile shughuli za kibinadamu, wanyama, upepo na maji. Ili kudhibiti athari za mimea hiyo, wahifadhi hutumia njia mbalimbali kuiondoa na kudhibiti kutapakaa kwa mimea hiyo hifadhini, hivyo kuruhusu uoto wa asili kushika kasi yake na kuneemesha bioanuwai. Takwimu zinaonyesha kuwa miaka 80 kulitokea ugonjwa wa kimeta ambao uliua zaidi ya 80% ya swala pala, ambao walikuwa wanahakikisha maeneo haya ya wazi yanabakia wazi kwa kula majani katika eneo hilo na kuzuia vichaka kukua kupita kiasi. Kutokana na changamoto ya kupungua kwa wanyama hao, eneo hilo likaishia kumea vichaka vingi, hali inayopelekea sehemu kubwa malisho ya wanyama kuharibika na kusababisha changamoto kwenye utalii, kwani wanyama hufichwa na vichaka hivyo. Wahifadhi kwa kushirikiana na wananchi walio jirani na hifadhi hufyeka na kung'oa vichaka hivyo kwa lengo la kurudisha uoto wake wa asili na kuongeza sehemu za malisho kwa wanyama. Utalii na uhifadhi endelevu ndani ya hifadhi ya taifa Ziwa Manyara hutegemeana ili kuliingizia taifa fedha za kigeni na kukuza pato la taifa linalotokana na tozo mbalimbali za wageni na watalii kwenye hifadhi za taifa. Hivi vyote ni vyetu. Hatuna budi kuendelea kuvihifadhi na kuvilinda kwa ajili ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Tumerithishwa, tuwarithishe.